Kila ifikapo Novemba 12 ya kila mwaka, Kanisa Katoliki ulimwenguni kote huadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Yosafati, askofu na mfiadini. Yosafati alizaliwa Lithuania mnamo mwaka 1580. Wazazi wake walikuwa Wakristo hodari wa Kiorthodox walioheshimika na watu wote kwa mamlaka waliokuwa nayo mbele ya jamii. Yosafati alizaliwa kipindi ambacho kanisa la Ruthenia lilijitenga na kanisa Katoliki. Akiwa na umri wa miaka 15, yeye pamoja na waamini zaidi ya milioni 10 walitoka Orthodox na kuwa Wakatoliki, jambo ambalo lilisababisha viongozi wa kanisa la Orthodox walione kanisa Katoliki kama adui, na mwishowe wakaanza kuwadhulumu Wakristo wa Katoliki hasa katika nchi za Urusi na Poland. Alipofikia umri wa miaka 24, alijiunga na utawa wa Mtakatifu Basili, akawa mfano wa kila fadhila. Wengi wa mapadre wa shirika lake walikuwa hawajasoma vema, walifundisha katekisimu kwa nadra sana. Alipadrishwa mnamo mwaka 1609 na baadaye akateuliwa kuwa abati wa monasteri yake, na kisha akiwa na umri wa miaka 38 akawa askofu mkuu wa Polotski nchini Poland, jimbo ambalo kulikuwa na malumbano makali kati ya Wakatoliki na Waorthodoksi. Shauku kuu ya moyo wa Yosafati ilikuwa ni kuongoa roho za watu. Ili kufikia azma hiyo, alihubiri sana. Aliungamisha watu makanisani, mahospitalini, magerezani pamoja na mashambani. Akiwa askofu, alishughulikia kuziunganisha pande mbili za kanisa, yani upande wa Kilatini na upande wa Kigiriki, ambao ulijitenga na enzi ya Papa wa Roma. Askofu Yosafati aliwasaidia Wakristo wengi wa Kiorthodoksi, hasa wale walioishi katika jimbo lake, kugeuka kuwa Wakatoliki na kumtii tena Papa wa Roma. Wale walioongoka hivyo hawakulazimishwa kubadili kanuni zao za kufanya ibada. Hilo ilikuwa jambo kuu sana wakati ule. Wakristo wa Kiorthodoksi hutumia lugha ya Kigiriki na kufuata mila za Mashariki. Kwa uamuzi wa askofu Yosafati, Waorthodoksi walioongoka waliruhusiwa kuendelea na utaratibu huo, badala ya kutumia lugha ya Kilatini na kushika mila za nchi za Ulaya ya Magharibi kama walivyofanya Wakatoliki wengine wote katika maeneo hayo. Askofu Yosafati alitaka kuona tena umoja wa kanisa, yani wote nyuma ya Papa wa Roma. Kwake jambo la lugha na mila ilikuwa dogo sana, lakini baadhi ya maaskofu walimpinga katika hili, na hivyo jitihada zake hazikuthaminiwa kila mahali. Askofu wa Kiorthodoksi wa Polotski alianza kufanya fujo dhidi ya Yosafati na hata kumsingizia uongo alipotambua kwamba Waorthodoksi wengi wamekuwa Wakatoliki. Kwa kuwa kila askofu alikuwa na watu wenye kumunga mkono, fujo kubwa ikaibuka. Hali hiyo ikawa mbaya zaidi kwa vile maaskofu wa Katoliki wa Poland hawakumuunga mkono askofu mwenzao, wakidai kuwa hakuwaelekeza wale walioongoka kutumia lugha ya Kilatini na kushika mila za kanisa la Magharibi. Wakristo wa Orthodoksi walianza kula njama za kumuua. Siku moja alivamiwa na kundi kubwa la Orthodoksi waliotaka kumuua, lakini Yosafati aliwaambia kuwa yeye ni mchungaji wao na furaha yake ni kutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake na kwa ajili ya umoja mtakatifu wa kanisa. Kusikia hivyo, wakaogopa kumuua. Lakini tarehe ya 12 ya mwezi Novemba mwaka 1623, Waorthodoksi wengine tena wakataka kuishambulia nyumba yake. Walipoanza kuwapiga wahudumu wake, Yosafati alijitokeza akawaambia, kama mna shida nami basi nipo hapa, msiwasumbue watu hao. Walimrukia kwa hasira, wakamchoma mikuki na visu, na hatimaye wakamkata kwa upanga na kumtupa kwenye mto. Wauaji wake walihukumiwa kufa, lakini kabla ya adhabu hiyo haijatekelezwa, walijuta dhambi yao ya uuaji na uasi, wakawa Wakatoliki. Mtakatifu Yosafati alikufa shahidi tarehe 12 ya mwezi Novemba mwaka 1623. Alitajwa mwenye heri mnamo mwaka 1643
na kutangazwa kuwa mtakatifu mnamo mwaka 1867 na Papa Pio wa 9. Yosafati ni muamini wa kwanza wa kanisa la Mashariki kutangazwa mtakatifu na kanisa la Roma. Yosafati alikuwa mtu wa sala, alifunga mara kwa mara na kujitesa. Hakula nyama, aliuadhibu mwili wake ufuate matakwa ya roho. Alilala sakafuni na alijitoa bila kujibakiza katika kuokoa roho za watu. Tafakari. Kama mwili usivyoweza kuwa hai bila roho, vivyo hivyo imani bila matendo imekufa. Haya ni kutoka katika kitabu cha Yakobo sura ya 2 aya ya 26. Mtakatifu Yosafati, askofu na mfiadini, utuombee. Hii ni sauti ya Pasco Tulliano. Tumsifu Yesu Kristo.